Haleluya, haleluya, Bwana Yesu apewe sifa, Bwana Yesu asifiwe. Ni mwalimu wa wachungaji wa injilisti na maaskofu, Mwalimu Joseph Andrea. Huyu mwenzangu naye atajitambulisha. Kwa majina naitwa Paul Francis, natokea Arusha. Ni mwanafunzi wa Mwalimu Joseph. Asante sana. Kabla ya hapo kuwa mwanafunzi wangu, ulikuwa nani kabla? Mara kwanza mimi nilikuwa ni Mkatoliki na ndipo nilipokulia huko. Kuanzia nikiwa mdogo mpaka nilipotolewa huko na mafundisho ya mwalimu. Mpaka sasa hivi mimi ni mwanafunzi wa Kristo Yesu. Asante sana. Kabla wakati bado huko Mkatoliki na kumwamini Yesu Kristo na kuacha yale mapokeo, ni matatizo gani ambayo ulikuwa nayo ambayo Yesu Kristo mwenyewe amekusaidia kwa kumwamini? Wakati nikiwa Mkatoliki, kwa kweli Yesu alikuwa na part ndogo sana, kwa sababu sikuwa na ule ujuzi au kumjua Kristo vizuri. Lakini baada ya kufundishwa kumjua Kristo na kufuata nyendo zake, kwa kweli Kristo ananisaidia mambo mengi sana. Kama sasa hivi familia yangu haiwezi kufa njaa, kazi napata kila wakati. Yote hayo tunamshukuru Kristo. Maumivu ya kuumwa hakupo tena. Kwani mwanzo kuna magonjwa ulikuwa unaumwa, Yesu akakusaidia? Tena mengi sana. Kwa na vidonda vya tumbo ambavyo vinanisumbua sana. Nilikuwa tatizo la mgongo, ilikuwa inanisumbua sana, lakini sasa hivi namshukuru Kristo, maana sina maumivu tena. Basi Kristo ni mwema. Kristo ni mwema sana. Kristo anafanya kazi yake kwa aaminie peke yake, kwa aaminie. Kwa asiyeamini hawezi kuamini ushuhuda huu unaotolewa na ndugu ambaye alikuwa Mkatoliki, alikuwa anasumbuliwa na maradhi na magonjwa mbalimbali, lakini baadaye alipohubiriwa habari za Yesu Kristo akaamini, akasema nahitaji haya magonjwa yanitoke. Kwa kuamini kwake na kwa kutoka mpaka leo, Yesu aliweza kumponya na akalitia jina la Yesu na akaona ukuu wake. Hata wewe pia natamani na wewe pia umwamini Yesu Kristo, uwe mwanafunzi wake kama sisi tulivyokuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Tunajivunia kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Mimi ni mwalimu wake na mhubiri habari za Yesu Kristo. Na yeye kesho kutwa atakuwa na yeye kama mimi. Na yeye ataendelea kufundisha wengine na kuwapa ushuhuda wa kweli na kuwafanya na wenyewe wao watakatifu kama yeye alivyokuwa mtakatifu kwa sasa. Na anaendelea kukulia ule utakatifu ili amfananie Kristo. Maana katika Biblia inatuambia tunamfanania Kristo, tunajifunza kwa Kristo ili tumfananie. Je, una swali lolote kuhusu huko ulipotoka? Mimi nina swali. Na karibu. Sio moja na maswali mengi. Lakini ningependa kuuliza swali moja kwanza hapo. Swali la kwanza ningependa kuuliza kwamba unajua sasa hivi wanasema tunamwabudu Mungu mmoja. Na hata juzi Papa ameenda huko Lebanon. Kukutana kule kuna asilimia kubwa sana ya Waislamu. Na ameenda kuadhimisha misa kule. Sasa kuna uhusiano gani kati ya Mkristo na Muislamu mkafanya ibada pamoja? Asante kwa swali lako. Tunaposemea Mkristo ana nafasi gani na Muislamu? Au Papa Kanisa Katoliki na uhusiano nini na Waislamu? Mbona ameenda kufanya misa pamoja na Waislamu msikitini, tena ameongoza yeye. Kwanza kitu kimoja uko ukijua kwamba tunaposema Mkatoliki sio Mkristo. Cha kwanza ujue. Mkatoliki sio Mkristo. Maana angekuwa ni Mkristo, angejiita yeye ni mwanafunzi wa Yesu Kristo, asingejiita Mkatoliki. Ili nikuonyeshe kwamba yeye si Mkristo, pati ya kwanza nitanukuu kitabu alichokitumia. Wamekinukuu kwenye Yohana 14:17. Ngoja tukiangalie. Kuna maandiko ambayo wameyanukuu wakayataja hapo kuhusu amani. Maana ujumbe wao ni amani na muungano wa makanisa na kutia saini. Mtu akileta amani hamwezi kuandikiana kwenye vitabu. Amani inaandikiwa kwenye vitabu. Amani ni makubaliano kwamba bwana hii kitu kilikuwa kinafanyika, lazima uchukue pande zote mbili. Angeenda hadi Israeli, wale wanaopigana wale watu akaangalia. Lakini Biblia inasema watapigana mpaka siku za mwisho. Sasa wewe ukienda unaleta amani kwamba wewe umeenda kinyume. Lakini ngoja tuangalie kwanza kwenye hii Yohana. Injili ya Yohana 14:13, 14:17. Walioinukuu wao. Inasema amani yangu nawapa
hapa amani yangu kwa tuangalie hiyo 14:17. Ukija kuangalia katika Yohana 14:27 inasema haya maneno mayanukuu papa: amani yangu nawaachieni, amani yangu nawapa, niwapao mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Mlisikia ya kwamba mimi niliwaambia naenda zangu, tena naja kwenu. Kama mngenilipenda mngenifurahi, kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Na sasa nimewaambia kabla ya haijatokea, kusudi itakapotokea mpate kuamini. Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hauna kitu kwangu. Yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Lakini ulimwengu ujue ya kuwa nampenda Baba, na kama vile Baba alivyoniamuru ndivyo nifanyavyo. Ondokeni, twendeni zetu. Sasa mkuu wa ulimwengu ni serikali. Hauna kitu kwa Yesu. Havina ushirika. Ukija kumwangalia papa kwa upande mwingine ni nani? Ni kiongozi wa serikali. Ni watu wawili tofauti. Kati ya ufalme wa mbinguni na ufalme wa duniani ni vitu viwili tofauti. Na hii ukija ili kwamba sio Mkatoliki. Kwenye hii Yohana 14 tumeanzia 27. Tukianzia kwenye Yohana 14:6. 14:6 nakwambia Yesu akawaambia, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa njia ya kwenda mbinguni ni njia ya nani? Ya Kristo Yesu. Kwa yeye papa wakati ameenda Lebanon angeenda kuhubiria habari za nani? Za Kristo Yesu. Kwamba Yesu ndio nini? Ndio njia na ukweli na uzima. Kwa hiyo hajahubiri hicho kitu. Na yeye kama anaposema kwamba yeye atakuwa Mkristo, hicho kitu hajahubiri. Kwa hiyo atahitaji Mkristo. Hawezi kujiita Mkristo. Na pale Waislamu hawaamini Yesu ndio njia ya ukweli na uzima ya kwenda mbinguni. Ndio maana Waislamu wana njia nyingine. Kwa hiyo hatufanani. Wao wanaamini Muhammad ndio njia ya ukweli na uzima. Kwamba Yesu ni mdogo. Yesu anaitwa Isa, mwana wa Taala, mwana wa Mariam. Kwa hiyo ukija kwa upande wa pili, yeye angeenda kuhubiria kwamba Yesu ndio njia ya ukweli na uzima. Yesu hauwe mtu. Huwezi kwenda kuua mtu yeyote kwa jina la Yesu Kristo. Hicho kitu hakipo. Bali Yesu alisema kwamba baadaye watu wanaowakataa ninyi, tumeona kule mtu akimhubiria Yesu anauliwa huko maeneo ya Arabuni na sehemu zingine. Kwa hiyo yeye angepeleka kwamba muamini Yesu Kristo ndio njia nini? Ya kweli na uzima. Na akawaambia tena hapa, kitu kingine ambacho angewaambia hapa kwenye 13. Ukianza 12. Anasema, amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya. Naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Ninyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitafanya. Mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitafanya, ili Baba tukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitafanya. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa ndani yenu. Kwa sisi Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Na sisi ulimwengu hauwezi kumuona. Kwa yule angekuwa na Roho Mtakatifu angeenda kuhubiria hizi habari za Yesu Kristo ambazo hazifanani na ulimwengu, utawala wa kidunia wa kiserikali. Serikali inajitegemea na mafundisho yake. Angeenda kuhubiria haya. Tumeona kiyahubiri haya. Mwisho wa siku amenukuu maandiko eti mimi nawaacheni amani. Haya, kesho akiendelea kupigana ile amani yako inafanya nini? Haina kazi. Yesu alituachia uwezo aliposema nawaacheni amani, nitakuwa nanyi. Huyo Roho atakaa ndani yenu, hamwezi kumuona. Roho Mtakatifu sisi tunaye anafanya kazi, tunamuona. Mtu anakuja na kuambia na shida hii kama alivyofanya kwako. Nilikuwa naumwa vidonda vya tumbo, ulikuwa naumwa uti wa mgongo. Ukamwamini Yesu Kristo. Tukasema Roho Mtakatifu ukimwamini atakuponya, na yeye akaponya, na leo unashuhudia. Kabisa. Kwa angeenda kuhubiri injili hiyo, tungejua kabisa yule ni Mkristo. Sasa kama mimi nitaenda sehemu kuwaunganisha watu wanaogombana dini fulani na dini fulani, mimi ni dini fulani. Nikienda pale natakuwa nikafanye nini? Nikafikishe injili. Sasa hapa tajihitaji Mkristo wakati hajahubiri ujumbe wa kuokoka. Hapa mna Ukristo. Na hajawaambia Yesu Kristo ndio njia ya kweli na uzima. Na ndio kitu ambacho kilikuwa kimpeleke kule Uturuki na kilichompeleka kule Lebanon. Angeenda Israeli pia kwa Wayahudi leo mkataa Yesu Kristo. Akamwambia Yesu ndio njia ya kweli na uzima. Si ndio? Ndio. Haya, Yesu akishasema mtaomba kwa jina langu. Chochote mtaomba kwa jina langu. Wa Katoliki na ule papa anaomba kwa jina la Yesu? Hapana.
Yeye ataomba kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Watu wanaitikia amen. Tuangalie anavyoomba na Biblia ilivyosema hapa. Yesu amesemaje hapo kwenye 13? Ninyi mkiomba lolote kwa jina langu hilo nitafanya. Haombi kwa jina la Yesu. Kwa hiyo wamekata. Kama ni Wakristo na hii andiko ameitumia, kwa nini hajaomba kwa jina la Yesu kwamba na waacha katika mikono ya Yesu Kristo awalinde? Na waombea kwa jina la Yesu, na waombea kwa jina la Yesu, na waombea kwa jina, mbona hajatamka hayo maneno? Na hiyo alivyoomba yeye kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, lazima tuiangalie katika Mathayo 28:24. Mathayo 28:18. Mathayo 28:18. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Tunamtegemea huyu papa angeenda kula akasema mamlaka hii dunia ipo kwa mkono ya Yesu Kristo. Kuzimu yenyewe ni ya Yesu Kristo. Mbinguni yenyewe ni ya Yesu Kristo. Angewapelekea yale maneno kule. Ili sasa atakapoamini awape amani sasa ili waipokee. Na yule Roho Mtakatifu afanye kazi sasa. Sijui nimekujibu vyema. Nimejibu vizuri. Sauti kidogo iko chini. Hapo umenijibu vyema. Haya, ukisoma 19 anasema basi enendeni mkawafanye wa mataifa yote kuwa wanafunzi. Natamani kwamba wakati huyu papa wa Roman Catholic anaitwa askofu, wakati ametoka katika nchi ya Italy kwenda kule kule wapi hapa walipokuwa Uturuki, akaenda kule Lebanon, alikuwa aende kuwahubiria wao wanafunzi wa Yesu Kristo. Ndio ulikuwa ujumbe huo. Wa Yesu Kristo ana injili nyingine. Basi nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Angeenda kuwafanya wale wao wa Kristo wamwamini Yesu Kristo, sio wao wa Katoliki. No. Ukatoliki utapewa vitabu vyao kule. Utapewa wapokee wao wa Kristo, wao wanafunzi wa Yesu Kristo. Umeona? Na kuwafundisha kuyashika niliowaamuru ninyi. Angewafundisha wayashika aliyosema Yesu. Umeona? Na tazama mimi niko pamoja nanyi siku zote hata utimilifu wa dahari. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Yeye anaomba kwa jina la Baba na Roho Mtakatifu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu amesema nikubatiza nikuomba. Hapa ni kubatiza. Lakini wao wanafanyaje? Kuomba. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo hatuwezi kusema wale ni Wakristo, maana hamna wanachokishika kwenye Biblia. Na matumizi mengi ya kwenye Biblia wanatumia kwa ajili ya matumizi yao. Kujipa vyeo, kujipa umaarufu kupitia nini? Biblia. Lakini Yesu anapokuambia nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wao wanaenda kuomba kwa jina la Baba na Roho Mtakatifu. Hawaombi kwa jina la Yesu. Wanaomba kwa maneno yao waliotunga wao, ambao kwenye Biblia hayajatuelekeza kwamba tuombe kwa jina hizo. Kwa hiyo yule hawezi kuwa Mkristo. Kwa tuandae sehemu ya pili ambayo utauliza hayo maswali mengine yaliyobaki ili tuweze kuyajua ni majibu gani, ni maswali gani ili tuweze kuyajibu kibiblia. Asante. Ni mwalimu wenu Joseph Andrea, mwalimu wa wachungaji na wainjilisti. Katika Yesu Kristo tunafundisha kweli ya Biblia, tunafundisha watu waweze kuokoka, watu waweze kumwamini Yesu Kristo. Katika Yesu Kristo wote ni wamoja. Ukishashika Biblia sisi ni wamoja. Mapokeo hayana nafasi katika Yesu Kristo. Kwa sababu mapokeo yako utakayofundisha huwezi kwenda kufundisha sehemu nyingine. Maana ni mawazo yako ya moyo wako. Lakini tunafundisha Biblia ili tujue kweli ya Kristo ikoje. Katika Yesu Kristo hatuna mapokeo. Ni mwalimu wenu Joseph Andrea. Subscribe, like, comment, share. Fuatilia channel yangu Acha Biblia Iseme TV na Facebook Joseph Yobegwa uweze kujifunza mengi katika Yesu Kristo na wapendeni. Unaweza kawaaga na wewe pia. Nashukuru jamani kwa wote mtakaotusikiliza, na tunaomba Kristo Yesu awasaidie na muendelee kubadilika, na kila mtakapoyasikia haya neema ya Kristo izidi kuwa ndani yenu. Na waaga kwa jina naitwa Paul Francis. Amina.